Karibu sana katika kurasa za mwisho kwa siku ya leo ambayo imekuwa na mvua kubwa toka milango ya saa 7 usiku hivi. Mimi ni Philip Cyprian nikukaribisha katika kurasa za mwisho pamoja na Nkin na Charles Abel, Judith na Faustin, tukiwa tumevumilia mambo ya mvua lakini tumefika na kama hiyo haitoshi bila kuloa. Karibu sana. Tupo katika wakati mwingine tena, na najua nyumbani huko kuna wengine bado wanajivuta-vuta, lakini wataweza kupata nini ambacho kipo. Lakini tupo katika majira ya kuelekea Idi. Shajiandae. Idi. Tunahesabu tu siku. Tunahesabu siku chache. Hebu tuangalie namna ambavyo tunaweza tunajiandaa na mwezi mtukufu ulivyokwenda na unavyoendelea kumalizika mpaka kufikia wakati huu. Allahu Akbar. Ramadhani ni mwezi wa 9 kati ya miezi 12 iliyopo katika kalenda ya Kiislamu, na ni waumini wa dini ya Kiislamu ulimwenguni kote huutambua mwezi huu kisheria ni mwezi wa kutekeleza funga ya Saum kuingia kwa fajr na baada ya kuingia magharibi, na ni mwezi ambao Qur'an tukufu inaelezwa ilitelemshwa, hivyo huwafanya waumini wake kukithirisha kusoma Qur'an. Funga ya Ramadhani ni miongoni mwa nguzo 5 za Uislamu, ambapo yenyewe huwa ni siku 29 au 30 kutoka kuandama kwa mwezi. Mlo wa awali kabla ya kuanza kwa funga hii hujulikana kwa jina la dako, ambapo wengi huamka usiku wa manane kwa ajili ya kujipatia chochote kitu. Na wakati wa kufungua hupata futari, ambayo kwa utamaduni baadhi ya wengi hupenda kushiriki kwa pamoja na jamii inayowazunguka. Wanafamilia wa mpira wa miguu hutumia pia mwezi huu kwa karibu na jamii inayoshirikiana nayo kwa namna mbalimbali. Huanza kwa mikusanyiko ya futari ya pamoja. Na baada ya kusali tarawih, burudani huhamia viwanjani katika mashindano maalum ya mpira wa miguu. Moja ya shindano la muda mrefu ni michuano ya Ramadan Cup, ambayo hufanyika kwenye viwanja vya JMK Park, Kidongo Chekundu, maeneo ya Kariakoo, Dar es Salaam. Hapa utawakuta wana michezo wa kila aina. Msemo wa utani wanasema wanakwenda kutoa shibe ya futari. Lakini Ramadhani ya mwaka huu imeshuhudia ujio wa Samia Cup, michuano mingine ya soka inayohusisha watu maarufu. Waswahili wanasema Mikocheni kulikuwa kwa moto. Furaha ya wanamichezo ilikuwa pande zote wakivuta muda kuelekea kupata daku. Watoto Kinondoni wao wakaja na michuano yao katika kiwanja cha vumbi kabisa, lakini kimeboreshwa miundombinu yake kwa kuweka taa. Ni eneo la Hananasif likakusanya wapenzi wa soka ambao bila shaka wameimiss burudani ya mpira wa miguu kwenye viwanja mbalimbali vikubwa, ikiwemo uwanja wa Benjamin Mkapa. Wanasema soka ama mpira wa miguu ni mchezo wenye upekee kwa kuwa unaunganisha watu wa aina zote. Mapenzi yake huwa hayana mfano wake. Na ndivyo hivyo mwezi mtukufu wa Ramadhan ni mwezi wa kipekee, na kumalizika kwake ni mwanzo wa shamra za sikukuu ya Eid al-Fitri. Haya, tunaelekea katika Idi. Tunajiandaa. Katika gazeti la Mwana Sports leo hii basi kocha Yanga amshtukia Ikanga, na bila shaka leo hii Yanga wanacheza na Songea katika mfululizo wa michuano ya CRDB pale KMC. Ile timu yangu ninayoogopa jana imeshinda. Kagera. Mnaoshindana kule chini. Wale ambao tunapambana huko chini. Niliwaambia ule kocha ndo shida tu kwetu sasa hivi. Mechi ya 3 hiyo anashinda. Juma Kaseja.
Shinda za FA mbili za ligi moja. Anayekwamisha Ken Gold ni Kaseja Sasa hivi. Lakini ameshinda kwa penalty au sawa. Vyovyote vile. Kafunga Tabora. Afu kamfungia Tabora nyumbani. Afu awe. Kamfungia Tabora pale kwake pagumu kweli kweli pale. Kweli. Jaanza kuona picha tu. Mchezo wangapi? Kwamba tunabaki. Kwamba watatu. Mechi zake zote 3 kashinda. Toka jiunge. Kuna moja ya ligi, 2 za FA. Hamna hata moja ya draw. Hamna. Draw si ya jana imemalizika kwa penalty. Kwa penalty, lakini ndo kafuzu kaenda. Mimi naona wachezaji bwana ndio walikuwa wanafanya namna gani vipi kwa kocha yule wa mwanzo. Kuna timu ni ile ile. Vipi? Kuna timu ni ile ile. Kwani kuna kipi kimebadilika? Kocha. Hamna, kwenye timu inawezekana kocha akaja akaongeza kitu kimoja tu, labda saikolojia tu. Saikolojia unajua kama Juma Kaseja ni mchezaji wa kizazi kipya. Anafahamu rika lile lote. Anaweza akaishi kishikaji, nitumie hilo neno, na wachezaji katika rika lake lile wakaelewana kwa lugha ile ambayo ipo tofauti na kocha ambaye ameletwa. Na alikuwa pale muda mrefu. Kwa lazima na unaweza kukuta matatizo ambayo yalikuwa yanapelekea timu kufanya vibaya wakati akiwa sio kocha mkuu, labda alikuwa anayafahamu, lakini kwa sababu tu ya nafasi aliyokuwa nayo ana maamuzi ya mwisho akawa anashindwa pengine. Lakini sasa hivi amepewa mikoba mwenyewe, kwa hiyo ameingia kwenye sehemu ambayo anajua nini shida, pengine kama unavyosema labda saikolojia, kuandaa wachezaji na nini anafahamu. Kwa hiyo matokeo yapata pengine kuna, lakini katika mechi zake hizi na amepata ushindi, si ndio? Toka katika ligi nikiangalia usoni hivi, kwa mfano nikimwangalia Abel, mimi napenda kusoma hivyo. Nikimwangalia Abel hivi naona Abel kuna jambo ameshanitafsiri. Alilete tu. Sasa nikimwangalia Juma Kaseja usoni, yani kama vile amepata ushindi, sawa, nimepata ushindi. Ana ile yes, nimepata ushindi. Ile nini mashamshamu ya makocha wale ambao kila kocha ana staili yake. Ndio nasema yani sijaona hiyo. Yani babu, kwa mfano Kagera ile pale sasa hivi. Wewe kocha ukipata ushindi unashangilia nini wakati timu bado iko chini? Kwa nivute subira. Ngoja ile siku Kaseja ndio mechi pale papa anaenda kwa Kaseja ashinde au. Kwa mfano kama jana nimeona ile baada ya penalty ya ushindi. Ameenda kukurupuliwa kule alipokaa, yani ndio kama hivyo, lakini ndio hivyo. Hiyo so hiyo ni mechi moja. Hiyo mechi kuna mechi nyingine tena. Huyu ni kocha mgeni. Yaani huyu ni kocha mgeni sasa hivi. Madaraka mageni. Kwa hiyo kuna vitu vingi anatakiwa endelee. Alafu kingine kama alivyosema Chazi. Unajua pamoja kwamba tunazungumzia mchezo uliopita wa FA. Lakini tukio kubwa ni ligi kuu, ambapo kila mtu anakodoa macho. Sasa anataka kubaki. Sasa kama bado ana safari ndefu, mwenyewe anaona kabisa nina safari bado. Ni ngumu saizi kuanza kupata ushindi akaanza kushangilia. Na yeye anaitafuta hatima yake. Kama anavyosema Chaze, huko mwishoni kwenye ile mechi ya mwisho ambapo nikishinda nina uhakika wa kubaki, mtamwona anashangilia. Na malengo ni kubaki ligi kuu. Yaani lengo la kwanza. Unajua kombe la shirikisho la CRDB sio shindano ambalo Kagera anasema kabisa kwamba lazima nichukue kwa sababu tayari kuna vigogo. Lakini primary target ya Kagera sasa hivi ni kubaki ligi kuu. Kwa hiyo Kaseja kwanza anajua kabisa huko kwenye Azam Sports, kwenye CRDB Federation Cup mbele kuna vigogo vyote vipo. Lakini kwenye ligi kubaki ndio mtihani ambao ndio mkubwa. Yaani leo Kaseja akikosa ubingwa wa CRDB Federation Cup hawezi kuwa questioned na uongozi kuliko akishindwa kuibakiza timu. Yaani kuna faida gani kwa mfano unachukua kombe la CRDB Federation Cup afu timu imeshuka? Kwa hiyo kwa mtazamo wangu nadhani Kaseja hivi ni vitu ambavyo bado anaona kwamba bado nina kazi ngumu ya kufanya kwenye ligi, kwa sababu ndio sehemu ambako hata kocha aliondolewa ameondoka kwa sababu ya timu kutofanya vizuri kwenye ligi. Lakini mimi nilikuwa nampa nichangia kwenye mabadiliko ambayo kocha anaweza akafanya. Unajua Kaseja alikuwa sehemu ya benchi la ufundi. Inawezekana kuna baadhi ya vitu ambavyo mwalimu ambaye alikuwepo labda alikuwa na overload wachezaji.
Yaani inawezekana Kaseja kama vile yaani yeye Kaseja unajua ni msaidizi. Na unapokuwa msaidizi maana yake wewe unatakiwa ufanyie kazi anachokisema kocha mkuu. Kuna maamuzi ya mwisho. Kwa hiyo inawezekana kuna baadhi ya mbinu ambazo Kaseja yeye alikuwa anaona kwamba labda mwalimu anayacomplicate maisha. Yaani kwamba kwa hao wachezaji ukiwaruhusu tu wacheze hivi timu inaweza kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo baada ya mwalimu kuondoka sasa Kaseja anaona kwamba hii ndio nafasi yangu na aka-introduce kwa wachezaji kwa jinsi anavyowaona. Wachezaji wanaenjoy. Unajua kuna wakati mwingine mchezaji wachezaji madaraja yanatofautiana. Kuna mchezaji anahitaji yani ukimpa mbinu nyingi ndio unamchanganya. Yani unamvuruga kabisa. Na kuna mchezaji mwambie tu jamani hapa fofoto winga wa kulia winga wa kushoto tukacheze. Unaona pale kinapodimka. Umenikumbusha fofoto. Ndio hivyo. Wanangu tuende tukacheze. Kwa hiyo Kagera katika mechi zake zilizobaki anakutana na Yanga au Simba au Azam? I think yanayo. Ana mechi na Yanga sikashamaliza. Na Yanga Kashamaliza nayo. Ana mechi na Simba. Ana mechi na Simba. Alafu ana mechi na Azam amemaliza pia. Azam kamaliza. Benchika atia mkono Simba, amtaja Shemalon. Alafu Yakuba kaumia tena. Umeona hapo Yakuba kaumia tena. Yakuba ndo yuko kwao. Kama muda mrefu. Kali ya saka dawa mechi 7 KMC. Singida ni Azam na Tabora tu. Katika gazeti la Mwana Sport. Hiyo ya Singida kuna story lazima fau kashtuka. Vipi? Ni kati ya Singida ni Azam na Tabora tu au? Kali ya saka dawa mechi 7 zilizobaki. Anacheza na Prison nyumbani. Anacheza na Dodoma Jiji nyumbani, yani hapo KMC. Anacheza na Tabora United ugenini. Anacheza na Pamba Jiji ugenini. Mechi 2 za nyumbani, mechi 3 za ugenini. Ambao ugenini Kasaba na Simba hapo. Au wana Simba? Nani? KMC kamaliza. Ameshamaliza na Simba. Kashamaliza na vigogo wote. Haya. Mechi ya Dodoma mechi ya Dodoma hiyo mechi japo ibodai. Okay. Takwimu zake pia zimbebi sana. Inabidi afanye kazi sana. Nani? Kali na kuanzia mengi ya KMC. Hana namba nzuri sana. Kila nikifungua gazeti wiki ya 4 hii naona nini katika msimamo Ken Gold atoki pale. Kila nikifungua. Sio wiki ya 4. Ngoja nimsaidie. Sio wiki ya 4. Wiki ya 4 utakuwa umefupisha sana. Miezi. Kuanzia mechi 2 za ligi. Mechi 2 za ligi zilizoanza. Ken Gold yupo hapo. Basi tuseme huyu ni mgeni. Mgeni amebadilisha msimamo kwani? Mgeni champion. Hapana bado. Si bado tuna mechi za kucheza. Filipu endelea kushikilia hapo mpaka siku ya mwisho. Nimekata tamaa. Nimekata tamaa. Ngoja niangalie kule champion wanaonyatia. Worship huko kuna hatari huko. Tibwa Sugar na pointi 57. Mbeya City ana pointi 52. Mbeya City ana pointi 52. Stand United ana pointi 52. Na leo na mechi. Geita Gold ana pointi 48. Geita. Na michezo iko sawa. Timu 4 hizo. Ishia kwa hiyo miamba hapo. Niishie kwenye TMA. TMA iliyocheza juzi hapa ina pointi 47. 5 timu 5 bora. Mtibwa anabakisha mechi sawa. 58. Mtibwa ana 57. Anabakisha mechi sawa. TMA ana 47. So tofauti ya Mtibwa ni TMA pointi 10. Stendi anacheza na Mbeya City weekend hii. Yaani wote hao na 52. Afu imekuwa ni mechi ya vuta ni kuvute. Mbeya City wana jambo lao. Wakiwa pale kwao. Wana jambo lao. Kuna championship na findo timu baada ya kucheza sijui mechi moja Kigamboni, sijui ni Kigamboni alicheza. Akasema tukutane. Kuna championship ndio timu inayojaza mashabiki wengi kuliko timu zote. Wengi sana. Yaani Mbeya City akicheza pale kwake ukiona mashabiki kuzoka fiu kwa ligi kuu. Inawezekana mimi nadhani Mbeya City inawezekana akapishana na Ken Gold. Akapishana. Mimi hapa maoni yangu. Maoni yako haya. Nina uhuru wa kuzungumza. Kwa nini unasema Ken Gold badala ya? Ndio. Unaruhusiwa maoni yako. Wakapishana. Kwa nataka kumaanisha kwamba nguvu inapungua Ken Gold afu inawekezwa Mbeya City. Naona. Sababu sasa hivi ukiangalia ukizungumzia Mbeya mkoa mzima wote kwenye Mbeya City. Kwenye Mbeya City. Yaani sasa hivi mkoa mzima umehamia Mbeya City ndio ya kwanza au
Timu ya wapo kabisa pale. Wao wamepakimbia kabisa Mbeya. Timu ya wananchi pale ni Mbeya City. Hiyo ndio timu yao, yani base yao wenyewe ni Mbeya City. Na ndo timu ambao huwa inaongoza kuwa na mashabiki wengi zaidi ligi kuu ukitoa hivi vigogo Simba, Yanga na Azam. Mbeya City anafuata kwa mashabiki. Wengine ni wageni wamealikwa, wamehamia. Amna timu kama Prison ilikuwepo, ipo pale muda mrefu. Kile goli wanatoka Chunya. Haya. Yaani hapa ukiangalia katika mkoa wa Mbeya, Ken Gold chini, Prison chini, Kagera na point 19. Ni 3 kutoka chini. Mimi kitu ambacho nawakanacho Mbeya kuna timu moja lazima ishuke. Sasa hiyo nyingine kati ya Prison na Ken Gold. Yaani katika hizo timu mbili ambazo ziko chini hizo. Mbeya lazima wapoteze. Yaani kupoteza timu moja ni lazima. Alafu baada ya hapo sasa hiyo nafasi nyingine moja ya kushuka. Mwaka wanaogopa kusema inabaki 50-50. Kwa nini huwa mnaishusha sana? Sababu wewe yale yalikuwa maoni yako kwamba maoni yako wewe unahisi Ken Gold atapishana na mmoja wapo kule juu. Si ndio? Chaza Beli yeye anaamini katika hizo timu mbili ambazo ziko chini. Na yeye ni maoni yake. Kuna mmoja atashuka. Hajamsema nani. Si ndio? Yaani hata afanye nini anashuka. Ndio mahesabu anavyosema hivi. Sio itajulikana labda wakikutana wenyewe kwa wenyewe. Yaani wao kukutana wenyewe kwa wenyewe, hata asingekuwa na mechi wenyewe kwa wenyewe. Judy, hata wangekuwa wana mechi wenyewe kwa wenyewe. Mmoja hapo ndo atakuwa matumaini. Yaani Mbeya kuna timu moja ya ligi kuu lazima waipoteze. Alafu baada ya hapo sasa hizo nafasi moja inayobaki inawezekana wakaipoteza au wasiipoteze. Timu zote zimeshacheza mechi 23 kasoro Yanga na Simba. Ligi kuu. Ligi kuu ndio katika mchezo wa ligi kuu. Kwa hiyo zimebakiza mechi 7. Na nafikiri ni ile hii mechi ile ni ile mechi yao wenyewe ya dabi. Hivi kikao kilikuwaje kikao ambao mlopata tetesi kikao? Unajua utarusha live. Kikao cha maridhiano, kikao hata mimi sikuelewa. Nilikuelewa ni Mangungu akiojiwa vingine. Else na vingine. Wanakuambia unapotafuta suluhu ni lazima uwatenganishe wale watu wawili. Hauwezi kutafuta suluhu mimi na wewe afu itakuwa zogo. Itakuwa zogo. Kwa hiyo baadaye utakuja kuwa na kikao ambacho mtakutana nyie. Lakini mwanzo lazima usikilize sehemu zote mbili tofauti. Na hii ni ile mechi. Au ni kikao cha masuala ya maendeleo ya soka kama alivyosema Mangungu. Yanga walitoka wakasema wenyewe ni mechi. Mangungu akasema hatujajadili kuhusiana na mechi, sisi tumezungumza kuhusiana na maendeleo ya soka. Naye alienda mbali akasema sijui kama Yanga nao wamekuja. Haya bwana, hiyo tutaweza kupata Mbeya safari nini ambacho kipo. Kwa hiyo Mtibwa rasmi au bado? Mtibwa bado 6. Mechi ngapi hapo? Hapa ameshacheza 24. Bado 6. Bado 6, si ndio? Bado 6. 6.18. Bado mechi 6. 6.18 hizo. Point 18. Nyingi sana. Bado point nyingi sana. Afu kwa championship hizo ni nyingi sana kuliko. Ni nyingi sana. Kwa hiyo biashara ndo biashara ni kama wa huku. Biashara yuko mkiani kabisa. Kama wa huku. Anaweza kujibabatua. Biashara? Anaweza kujibabatua. Ngoja nitamke biashara ana point ngapi? Biashara ana point 7. Wajuu yake 11. Wajuu yake 14. Tofauti ya kati ya mtu wa mwisho na mtu wa playoff ni point 7. Mechi zimebaki point 18. Ndio nakwambia inawezekana biashara akajipapatu. Kama biashara atacheza kama alivyocheza na Mtibwa. Lolote inaweza likatokea. Yaani unajua hizi timu za chini hazijatumia advantage ya biashara kupokonywa point. Kwa sababu imagine biashara huyo unazungumzia unajua alikuwa na point 3. Kwa angekuwa na wakati biashara na point 3 wao wajuu yake walikuwa maeneo hayo. Lakini leo angalia gap wanavyolipunguza biashara. Haya, kabla ya biashara ndio mechi yake ya mwisho na Mtibwa. Akaongoza goli 2 bila alafu akaja akapoteza mechi.
Haya, hiyo ikiwa ni mfululizo wa ligi kuu namna unavyoonekana pamoja na championship, manake hawa wanatoka wanaenda huku na hawa wanatoka wanakuja hivi. Kwa hiyo ni wakati wa kuweza kuangalia. Alafu kiangalia kizuri ni michezo imebaki ile ile michache. Kwa hiyo tunakubaliana ya kwamba wanaotoka championship kuja ligi kuu ni wazoefu. Ni wazoefu. Kwa mfano kama hakuna mgeni anayekuja hapo ambao anakaribia. Mtibwa Sugar, Mbeya City, Stand, Gold, Geita Gold, hao wote 4 teams walishakuja ligi kuu. Lakini ukiangalia kuna timu ambazo zipo huku chini ambazo ziliwahi. Mbeya Kwanza ipo, alafu Police Tanzania ipo, Biashara ipo, alafu Transcamp ipo, alafu Africa Sports nao ipo. Kiluvyo tunamwonaga kwenye mambo ya FA na Cosmopolitan. Kiluvyo ndio Kiluvyo wanatokea Ubungo. Hao ndio wa champions. Bezi yao ya Ubungo, sio? Pwani. 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 Kibao. Pwani. Kwa hiyo kinachonionyesha hapo kwa hiyo msimamo wa championship, timu nyingi hatuzalishi timu nyingi kwenye ni zile zile. Sasa ukimwangalia kwa mfano kwa sababu huja ukimwangalia unamkuta Kiluvya. Huyo Cosmo ni yule wa miaka yote ambaye yuko hapo katika hiyo ligi. Lakini pia nani si amepanda? Kiluvya yule. Huyu nani? Zipo nyingine. Hausan wa Njombe wamepanda. Hausan kapanda sasa msimu ujao. Kwa msimu ujao. Msimu ujao. Ndio msimu ujao sasa ndio hiyo kama wachache. Yaani ukija ukiangalia hapo wote. Sasa unajua kama Cosmo wachokifanya wanunua nafasi tu. Yaani Cosmo wao wakishukaga wamenunua nafasi ya timu ya championship, unakutana nao wamo championship. Ambao kwenye timu zilizoko ni championship, timu ambazo ziliwahi kuchukua ubingwa ni Cosmo na Mtibwa, ndio? Unasema wananunua? Yaani wananunua nafasi ya ushiriki kwenye championship. Yaani wanakukuta wewe na timu yako, wanachukua timu yako wanatupia jina lao hapo. Lakini unajua kuna taarifa pia za ukata. African Sports katika michezo yao mitatu iliyopita wachezaji wamelala kwenye basi. Yaani wamekosa hata hela ya wachezaji kwa accommodate wachezaji. Wapi? African Sports. Walienda wapi? Mechi yao waliocheza ya mwisho yani. Wachezaji walilazimika kulala kwenye basi. Ili siniona sijui kuna mkuu aliingilia kati au sio hiyo? Na alitete sana. African Sports ndo mpinzani wa Coast Union. Tanga pale inabidi wafanye kitu kwenye timu yao. Timu ya kihistoria. Timu ya siku nyingi sana, mashabiki wengi. Ni timu ambayo ina historia nzuri tu kwenye soka letu. Hivi wale nani Pan Africa wapi? Pale walishukaga wale. Kutoka championship kwenda chini. Kutoka championship wakashuka tena chini zaidi. Moja ya timu zingine ambao ukizungumzia za zamani ambazo zina heshima ni Pan. Ambao wanachama wake waongezeki wanalisishana. Unasikia hivyo? Wanachama wake ati waongezeki. Yaani pale ni timu ambao wanachama walikuwepo waongezeki. Kwa hiyo ni kama wanaisa, wanakuwa kama wanaisa. Kwa mfano kama mimi na mwanachama nikifa. Yaani ile wanachama wangu namhamishia mtoto wangu. Sasa una uhakika? Pani wanachama waongezeki. Pani ndio wanachama ni kina Lloyd Getenga. Ndio wanachama hao, yaani wanachama wa Pani hawabadiliki ndio. Au labda hawajataka kuna. Lakini sasa si mfumo wao. Inawezekana ni mfumo wao ndio yao. Sasa kwa nini nimeuponda? Lakini si ndio utaratibu wao. Yaani mimi nimezungumzia yani Pani mfumo wao ni timu ambayo wanachama wapya hawapatikanagi. Hakuna mchakato wa kutafuta wanachama. Kwa hiyo ni timu ya watu fulani hivi ambao wenyewe ndio hao. Walioanzisha. Naona leo kwenye gazeti la Mwanaspoti kuna makala ya MK14 hajafunga takriban mwaka mzima. Mwamba kweli yupo, ni striker. Hajafunga toka Februari 24 mwaka jana. Sasa Mwanaspoti wamemtengenezea makala. Amesema yeye ni kijana na miaka 39. Sawa. Ana miaka 39 ni kijana. Amesema yeye ni kijana na miaka 39 na bado ana uwezo wa kucheza zaidi. 39 ni kijana. Akasema yeye. Unajua kuna viswahili vya mtaani ambavyo mimi siviamini. Eti umri wa mpira wa miguu. Kuna umri wa mpira wa miguu
ambao upo katika document, alafu kuna umri ule aliozaliwa halisi kabisa katika mpira. Unazungumzia unaamini hivi, kwa mfano mimi nikikuletea mchezaji hapa kama MK14 unavyomuona katika gazeti la Mwanasport, ana miaka 39. Ila sasa imefika kweli? Ina maana hajafika. Unaona sasa na yeye anampa. Mwenyewe naona kama imeenda sana. Unaona mingi. Afa sijui alipotoka Simba alikuwa na mingapi? Medi mkubwa jamani. Mchezaji wa siku nyingi sana. Medi jamani mkubwa. Medi mchezaji wa siku nyingi sana. Basi yeye umri wake, umri wake utakuwa yeye wa kweli, sio wa passport. Inawezekana pia huo umri wa passport ndio upi sasa, wewe Judy kaja kwa nini? Ndio alikuwa alizunguka sana. Umri wa mpira na umri wa passport. Yaani wa passport sio unarudisha kidogo. Ndio kwenye football wanavyosema. Sio kwenye football. Kiafrika. Unajua tukisema kwenye football maana kama ni kitu ambacho kinafanyika hadi kote ulimwenguni. Lakini nchi nyingi za Kiafrika wanafanya hivyo. Na ndio maana kuna baadhi ya nchi kuna wachezaji walikuwa mapacha, afu pacha mtu ni mdogo kuliko pacha, yani mapacha wako wawili, Taitai yule beki wa Nigeria. Yani yeye na pacha wake, yeye mdogo, pacha wake mkubwa ni kiumri, kwenye vyeti inaonekana. Sasa mpaka wanauliza sawa wamekuaje mapacha. Kwa hiyo Kagere anasema bado kijana. Bado ataendelea kucheza tu. Kafu yarudisha Simba kwa Mkapa. Simba hivi sasa ipo Ismailia. Imewasili jana usiku katika mji wa Ismailia. Na iliondoka jana mara baada ya mchezo wao juzi wa CRDB, na ipo katika mji wa Ismailia na wanakaa kidogo. Mechi ni tarehe 2. Kuna umbali kutoka kati ya Ismailia na eneo la mapambano la mechi. Kwa wametulia kwanza Ismailia pale kabla ya kwenda katika mechi jao. Jana wamefanya mazoezi mepesi ya kuweza kufanya recovery ya mwili ambayo watakaa takriban kama siku 4 pale Ismailia ili waweze kwenda katika uwanja wa mapambano siku moja kabla. Leo tarehe 29 inawezekana pale wakala Idi pale, alafu ndio Idi pili inawezekana kati ya Idi pili wakawepo katika uwanja wa mapambano. Wazoefu hizi kazi Simba yani hata ukiangalia hivyo tu unapokuja kusema kwamba wameweka base kwenye mji mmoja tofauti na ule wa mechi, inaonyesha kuna kitu wanakiepuka. Ndio maana wameenda pia mapema, sababu watu wengine angeza akaondoka hapa Jumapili. Nimsikia Medali jana kati anaondoka na jitamba, anasemaje kwamba tumebaki wenyewe. Kweli hamna ghasia. Tumebaki wenyewe. Wale wanapanda SGR, wengine wanapanda ndege kwenda kushuka terminal 1 wanakwenda Songwe. Ndio kasema hivyo. Wanakwenda Songwe, wacha wao wapande waende Emisi. Na ni kweli ndio mambo yalivyo haya. Kwenye football ndio starehe ya football ilivyo. Sababu na yeye angekuwa na yeye anapanda kwenda Songwe, watu wangesema hivyo. Sasa kuna waandishi wamemzunguka hivi, kuna mmoja akasema ulisema kwamba na hiyo clip ipo leo. Hiyo clip ipo. Ulisema walikutana na mwenzake airport. Ulisema maneno. Mmoja alikuwa anaenda watu walikuwa wanasafiri. Mmoja anaenda ni katika mechi za mwisho za maamuzi. Kwa hiyo wakataniana pale asubuhi. Usiku nafikiri. Kama baada mechi yako ya mwisho hii kwa ndege. Yaani mechi yako ya mwisho kuwa kwenye kiwanja hiki terminal 3. Baada ya hapo tutakuwa unaonekana kule. Asana alimwambia hivi, unaenda Songwe. Amadiala alimwambia kwa katabili kweli. Ndio maana pale akasema bado ulisema. Ulisema. Kwa hiyo Simba ipo tarehe 2 inacheza, na tutakuletea michezo hii yote ya CAF kuweza kuelekea katika michezo hiyo. Hata ile michezo ambayo Yanga walikuwepo tutakuletea, ambao walobaki. Kuna mechi kali pale, Mamelodi anacheza na Esperance. Mamelodi anacheza na Esperance. Alafu kuna mechi Al-Ahly na Al-Hilal wanacheza. Nimeona mechi ziko zote hizo si za kukosa.
Kama hujalipia basi lipia ili uweze kujiandaa na hizo mechi ambazo kusema kweli ni za vuta ni kuvute. Tuangalie kidogo tu hayo mazoezi ya Simba ambayo yalifanyika jana, kuweza kufanya recovery ya nini ambacho kinaweza kuwapo. Tungeweza kuja nao asubuhi, lakini kule nako kunachelewa kukucha. Okay. Japo wako nyuma saa moja, lakini kunachelewa kukucha, na hapo ilikuwa ni mara baada ya kuwasili jana usiku. Bezi yao itakuwa hapa. Bezi yao itakuwa hapa kama inavyoonekana. Kwa hiyo mpaka takriban siku 4, alafu atakwenda kule kuelekea katika kwenye mechi. Shemaloni ameenda. Hata hapo Philip aliposema Simba ni wazee wa hizo kazi. Nakumbuka nilisoma kama nafikiri Mwanaspoti online kwamba kwanza viongozi wao walienda siku 14 kabla ya timu kwenda, walikuwa wameshaenda. Wa Simba walitangulia kufanya mazingira sawa, na sijui wakavuka vikwazo kama 3. Utafuta sehemu nzuri ya kufikia, uwanja wa mazoezi. Yaani unaona maandalizi yalianza muda mrefu. Hizi hazitaki kubahatisha sana. Yaani huku ukishafika kwenye stage kama hii, ni stage ambayo inahitaji umakini kweli kweli. Ndio maana nazungumzia huku lazima pia uwe na uzoefu. Ukienda Misri unakutana na hali gani? Kwa hapa Simba kama atakasukutana. Misri kwa bara la Afrika ni sehemu moja ngumu sana kucheza mechi za mashindano. Misri au Morocco. Angalau Tunisia, Algeria anako naona kama kugumu. Umeona lakini Misri pale na hapo ni kugumu. Kwa hiyo ni mechi ambayo kusema kweli Simba inahitaji ushindi kwa namna yote ile ili iweze kumaliza kazi nyumbani. Tunaamini kabisa katika uwanja wa Benjamin Mkapa ambapo ndio wameruhusiwa, CAF yairudisha Simba kwa Mkapa, itaweza kutumia vizuri katika mechi ile ambayo ipo pale. Anacheza na Al Masry. Tumsikie Amedali yeye anazungumza vipi mara baada ya kuwasili pale Ismailia. Sana Philip Cyprian, wale wachezaji ambao walikuwa na kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania na kile kikosi ambacho kimewasili hapa siku ya leo. Kwa sasa na kwenda kuungana na mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa klabu ya Simba, Ahmed Ali, atuambie ratiba kamili ya hiki ambacho kinaendelea. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kila kitu kimekwenda vizuri tangu mchana wa leo, na tumefanya programu yetu ya kwanza ya mazoezi ambayo inahusisha recovery kwa ajili ya kutoa uchovu mara baada ya kuwasili hapa, lakini vile vile kwa ajili ya kutoa uchovu mara baada ya kucheza mchezo wetu tarehe 27 kombe la CRDB. Wachezaji wetu wote ambao tumesafiri nao na wale ambao wamejiunga nasi kutoka Morocco wamefanya programu hii ya mazoezi, na pasina shaka kuanzia leo Jumamosi ndio tutaanza programu rasmi sasa ya kiufundi kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Al Masry. Niseme tu ya kwamba kwa upande wetu Simba Sports Club kila kitu kinatuendea vizuri kuelekea mchezo wetu. Pamoja na mambo mengine pia nimepata nafasi ya kumuuliza Ahmed Ali juu ya taarifa ya Simba kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam kama uwanja wao wa nyumbani katika mchezo wa marudiano kati yao na Al Masry. Ni taarifa ambayo tulikuwa tukisubiri kwa hamu sana. Shauku na wasiwasi wa wanasimba ulikuwa mkubwa, wapi mechi itakwenda kuchezwa. Hata juzi wakati tunatangaza viingilio, wapo watu waliouliza ya kwamba mnatangaza viingilio wakati hatujui mustakabali wa uwanja ni uwanja gani. Lakini tuliwaambia kwamba tuwe na imani na serikali yetu ambao ndio wamiliki wa uwanja huo kwa kazi kubwa wanayoifanya ya kurekebisha uwanja huo. Na jana Ijumaa taarifa imetoka kupitia TFF ya kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa umekaguliwa na umekidhi vigezo, na hivyo Simba Sports Club tunaweza kutumia uwanja huo katika mchezo wetu wa marudiano siku ya tarehe 9. Hii ni taarifa njema sana Hassan, ni taarifa njema ambayo wanasimba tumeisubiri kwa hamu, lakini vile vile wanasimba tulikuwa na shauku kubwa ya kutaka kujua mustakabali wetu. Ziko sababu kuu mbili za kufanya tufurahi taarifa hii kutoka. Sababu ya kwanza, wote tunafahamu
nguvu ya Simba inapokuwa katika uwanja Benjamin Mkapa. Maana yake ni kwamba kuitoa Simba Benjamin Mkapa na kuipeleka sehemu nyingine ni kupunguza sehemu ya nguvu yetu kuelekea katika mchezo husika. Kwa hiyo uwanja kuruhusiwa, maana yake ni kwamba tunakwenda kwenye mchezo huu tukiwa na nguvu yetu yote kamili ya kwenda kupambana na mpinzani wetu. Lakini sababu ya pili, Tanzania tunazidi kukua kisoka, na ili ukue kisoka manake lazima michezo yako husika mikubwa ichezwe katika nchi yako husika. Kwa hiyo laiti kama mchezo huu ungepelekwa nchi nyingine, manake ingekuwa ni pigo kubwa mno kwa Tanzania na Simba Sports. Kwa hiyo taarifa hii ya kutumia uwanja Benjamin Mkapa imekuwa ni taarifa yenye tija mno kwa upande wetu, na kwa mantiki hiyo basi nichukue nafasi hii kualika rasmi mashabiki wa Simba. Tumeshafahamu venue itakuwa ni Benjamin Mkapa, tufanye maandalizi yote kuelekea Benjamin Mkapa, lakini wote tunafahamu Hassan ya kwamba Benjamin Mkapa, kwa Mkapa hatoki mtu. Maana yake ni kwamba Al-Masri anakuja kufia pale Benjamin Mkapa. Wanasimba tuanze maandalizi ya kuja kumuua mtu Benjamin Mkapa. Kutoka katika mji wa Ismailia hapa nchini Misri, Hassan Ahmed, Azam Sports. Sana Hassan, inaonekana kuna baridi kweli kweli eneo la Ismailia. Kina Ahmed kavaa jezi tu. Ahmed kavaa jezi tu. Inawezekana bwana, ngoja nitoe. Ili mdhamini aonekane. Inawezekana kabisa. Amekuja na kauli ile akapata kimtu. Hata yale makoti si anamdhamini. Asenes yale ya kwao ya club. Anamdhamini. Okay. Mpaka inategemea alikuwa amevaa. Labda sawa, tunatofautiana. Kwa hiyo Simba aliyeumia ni mmoja tu, Shemalo ambaye hajasafiri. Nafikiri kama ambao hajasafiri ni wawili, Shemalon pamoja na Aishi Manula. Nataka kuguna. Sijatia neno. Mbona mwenyewe hapo kuambiwa tu hivyo? Sijatia neno. Manula alikuwa kwenye benchi kwenye mechi ya juzi. Kwenye mechi ya juzi ya FA alikuwa kwenye benchi Manula. Kamara kama Chazi anasema amesafiri, na maana na hata kwenye clip hapo anaonekana of course jana kweli nakumbuka jana nilimwona akiwa amebeba yuko fit, lakini sasa swala la ufiti sasa linabakia kwa la benchi la ufundi la Simba na assessment ambayo watamfanyia, lakini hadi amesafiri na timu. Lakini kama asingekuwa fiti asingesafiri. Sidhani kama angesafiri na timu. Unasafiri vipi na mchezaji ambaye uende kumtumia? Na kuna kungekuwa na possibility labda ya Makaseja hayuko fit. Nani? Makaseja tena. Aishi Manula hayuko fit. Nilikwambia sasa leo una kitu unataka kusema. Aishi Manula hayuko fit. Yuko fit. Unajua shida yuko fit. Unajua shida ya Aishi. Ukiwaweka wale makipa wanne. Yaani ukiweka wale makipa wanne. Kamala of course ametoka kwenye majeraha. Lakini kumbuka kwamba Aishi hata kutrain. Na ametrain, ameanza kutrain siku moja, nadhani siku moja kabla ya mechi yao ya kwa Aisha alikuwa majeruhi dhidi ya Big Man. Hakuwa na timu, hakuwa sehemu ya timu. Hakuwa sehemu ya timu, yani alikuwa na changamoto zake za kiafya ambazo zilimfanya strain na timu. Kwa amerudi kwenye timu siku moja kabla mchezo wao na Big Man. Ambao sasa katika huo mchezo Simba ilikuwa nakosa magolikipa wake wawili, mmoja akiwa timu ya taifa Ali Salim, mwingine akiwa timu ya taifa ya Guinea. So hakuwa na option ya ziada, ndio maana ukiangalia hata kwenye ule mchezo na Big Man kipa mwingine wa ziada alikuwa ni ule mtoto wa timu ya vijana. Yaani walikuwa na train naye kwa sababu hakuwa na option nyingine za makipa. Okay. Kwa hiyo unamaanisha Aishi angekuwa fiti angesafiri na timu. Yaani Aishi angekuwa fiti. Sasa katika hali ya kawaida sasa Abeli amecheza wakati Aishi yupo. Mimi nakuja kwenye hoja yako, umesema alikuwa na matatizo. Yes. Aishi angekuwa fiti angesafiri na timu kipa namba 2. Angesafiri. Hajasafiri hata moja, lakini hajasafiri hata moja. Kuna mechi alisafiri Aishi. Ipi? Mechi alicheza na Faction nadhani. Alisafiri. Yes. Walienda hali Aishi pamoja na Pipin Kamara. Lakini kwenye ligi pia hajacheza mechi hata moja. Kwenye ligi hajacheza hata mchezo. Kumbuka mechi yake moja tu ya kirafiki ya dakika 45 na Al Hilal. Dakika 45 tu dakika ambazo nazikumbuka mimi nimemwona Aishi msimu huu. Kwa hiyo tunaweza kumweka kipa namba 4, yani kwa jinsi alivyotaja
Charles kwa sasa hivi. Kama mpaka Abeli anakuja kukaa golini alafu wanakaa kwenye bench means na maana atakuwa namba 4. Hata ukiangalia jinsi Simba wanavyopangilia inaonekana Aishi ni kipa namba 4 kama wanavyosema. Sasa mara nyingi utamwona ni Kamara, anafuata Salim, anafuata Abel, alafu ndio Aishi. Kwa hiyo inamaanisha hata mazoezini ile nafasi yake ya kufanya mazoezi sio kubwa sana kama anapofanya Abeli sasa. Okay. Ile tamthilia ya Faki ipo. Imeendelea? Ipo. Maana niliona kama wiki iliyopita Jumamosi iliyopita mliweka mbele. Najaribu kuitafuta hapa. Ipo kurasa 16. Lakini ile nyingine iliisha. Ile iliisha. Kwa sababu tumebaki na moja. Uko mpenzi wa DC siku hizi? Au ni siku zote? Ni siku zote. Kwamba naona pia hapa mmeenda kumfukua kinyozi wa wachezaji wa EPL. Kwa gazeti la Mwanaspoti hapo katika kurasa 8 na 9. Sasa katika kurasa 8 kuna makala nyingine ambayo pia nafikiri inaweza ikawa chachu ya kazi hii ya kinyozi ambayo, lakini sio kumbukumbu zangu mlishatoa, lakini makala kama hiyo mwanzo huko nyuma sikumbuki. Inawezekana sababu sio kinyozi wako wengi, inawezekana akatolewa mwingine. Sababu hata kinyozi wa Ronaldo naye pia nafikiri alishawahi kuandikiwa makala. Kinyozi wa Ronaldo pia kusoma makala yake. Kumbe yani hapa mbunifu au mwandaji wa hiyo peji na maana atakuwa anagusia tu mastaa na wachezaji au ni wachezaji tu. Wiki iliyopita nakumbuka ilikuwa ni miwani. Wiki iliyopita ilikuwa miwani. Safari ni kwa hiyo inakuwa inahusisha tu ni wachezaji. Yaani kuna ni column ambayo inahusisha vitu vingi ambavyo yani mchanganyiko. Ila itapata watu wengi kwa sababu unajua kuna watu wengi mashabiki wanapenda kufuatilia wachezaji wao. Kwani unakuta mtu anapenda amfuatilie mchezaji fulani, kwa hiyo vitu vingi anakuwa anavifuatilia. Alafu na kitu kingine tuna kimisi Mwanaspoti. Timu zinapoenda nje. Zamani mlikuwa mnakuja na taarifa ya nje ya mpira. Yaani nje ya mpira unaanza, kwa mfano Simba imeenda Ismailia. Mnakuja na makala mnaochambua ule mji ambapo mtu akisoma hapa anajiona kama tayari ameshafika, yuko pale, yani yuko eneo lile ambapo mwandishi analizungumzia. Sijui unaelewa. Yaani kulikuwa na vitu fulani ambavyo sio tu tunasoma Simba imefika pale, imetraining, imefanya hivi, baadaye mnatoka kabisa mnaanza kutupa story nyingine tofauti kabisa. Chazabeli nafikiri umenisikia. Mimi naomba niongezee. Kwanza yani kabla ya wakati wajibu pamoja. Kuna mwandishi kule? Yupo? Ismailia. Na unamuuliza. Twende uliza kwanza hoja yako. Twende kwenye. Nimeuliza tu hivyo, kuna mwandishi kule? Twende kwenye swali lako. Afu mimi nitakujibu. Swali hilo tayari maliza. Kwenye mechi ya Simba hajapeleka mwandishi. Hatujapeleka mwandishi. Okay. Kwa sababu sijaona mambo mengi kwenye gazeti hapo. Zile yani kuna kuna na vile vistori vidogo ipo ya Benchika atia mkono Simba. Unajua Benchika kwenye hilo unalosemea wewe uko sahihi kabisa. Na tumekuwa tukilifanya kila mara, sio kwenye mechi hii ya Simba alosema Faustin. Lakini pia wakati mwingine mimi nilikuwa nasoma pia hata Nipashe nao pia. Nipashe nao walikuwa na base nzuri sana ya timu zinapoenda nje, unapata taarifa zake. Nafikiri kuna kipindi tu ambacho upepo unakuwa umebadilika, lakini ni kitu kizuri, nafikiri kitafanywa kazi. Nafasi ya Simba ikoje kwenye mechi hii? Kwenye mechi ya kwanza au ya zote, yani kufuzu kwa Simba, kwa sababu kikwamo chake kimekuwa robo finali. Unajua wengi wanaona kama vile Simba iko mchekea, kwamba ina mudu Almasri kwa inaweza kupata ushindi kimchekea. Mimi kwangu bado naamini bado mechi ngumu. Sio ile ya kwanza wala sio ile ya pili. Bado mechi ngumu, timu inatakiwa iingie kwa tahadhari na ijue kabisa kwamba haya ni mashindano ya mtoano. Sio ligi, mashindano ya mtoano. Makosa kidogo akiyatumia mwenzako unampisha. Kwa hiyo bado Simba ana mechi ngumu.
Al-Masry ni timu ndogo sana. Ndogo tena. Unajua watu wanasema Al-Masry ni timu ndogo wakilinganisha kwenye ligi yao kule. Kwa Waarabu wenyewe kule kwenye msimamo wa ligi yao wanaweza kusema ni timu ndogo. Lakini hebu tuzicompare sasa hizi ligi yetu sisi na ligi yao kwao kule. Ukicompare hivyo huwezi kusema Al-Masry ni timu ndogo. Huwezi kusema timu ndogo. Na kama ilikuwa timu ndogo isingefika hapa. Hizo timu kubwa zote hazipo. Kwani ukiangalia kuanzia wakati Simba anakutana na Al-Masry kwa mara ya kwanza hadi leo hii tunapozungumza, nani ambaye kafika yani kapata mafanikio makubwa kwenye mashindano ya klabu Afrika kumzidi mwenzie? Simba. Si kweli. Al-Masry kacheza nusu finali ya Confederation mara moja. Hatua ambayo Simba amestruggle kuanzia 2018 mpaka leo hii Simba ana struggle kuifikia. Aisha robo. Mbona Yanga useme? Yanga anacheza mechi gani? Al-Masry na Simba. Yanga anacheza mechi gani kimataifa? Babu, mbona nani kufufua mambo mengine? Kwa Chazi unakuja kwenye hoja ya kwamba Al-Masry ni timu kubwa. Kwangu mimi hii ni mechi ngumu sana kwa Simba. Exactly. Na naungana na Faustine. Na kwangu mimi ukiniambia niseme mechi ni ngumu. Yaani nani ana nafasi ya kupenya? Mimi naona mzani umekaa hivi. Yaani hapa ni 50 kwa 50. Yoyote anaweza kupita kati ya Simba na Al-Masry. Mimi mzani wangu unaonyesha hivyo. Unaonyeshaje? Simba anapita. Maoni yako? Ngoja atupe vigezo. Timu kongwe. Timu kongwe. Huko nyuma kote Simba alikuwa timu kongwe lakini hakupita. Sasa wakati huu sasa. Wakati huu ndo Simba mpya sasa, hii sio ile tena ambayo ilikuwa ina wazoefu kina Chama kina nani. Anapita kwa Mkapa atoki mimi. Issue sio timu kongwe kwa sababu kama ukizungumzia timu kongwe, zipo timu kongwe saizi hazipo. Unamjua Mwarabu akishapata matokeo nyumbani hapo. Unajua babu, hatua hizi hazina ukongwe, zina ubora wa dakika 90. Yaani hazina ukongwe. Yaani wewe uweze kuingia pale kusema mimi ni mkongwe. Ila mimi nina ubora. Yaani hata Al-Ahly tunavyosema kwamba ni wana uzoefu na mashindano au labda ni wakubwa kwenye mashindano haya. Ukubwa sio kwa sababu alitoa mataji huko nyuma. Kwa sababu ndio timu ambayo leo ina kikosi bora. Yaani ukiangalia kikosi cha Ahly leo hii, iangalie kikosi kinachoanza, angalia watu ambao wako benchi, angalia benchi lao la ufundi. Tunapozungumzia kwa mfano Mamelodi. Yaani hapo tunapozungumzia mimi kwa mtazamo wangu ndio ukubwa unapotokea hapo. Na ndio maana hata ukisema mimi ukiniambia kwa mfano Al-Masry, mimi siwezi kusema Al-Masry ni timu ndogo kwa sababu ni timu ambayo kama inaweza kutoa hata wachezaji wanne timu ya taifa ya Egypt. Umeona? Timu ambayo inaweza kubishana. Yaani angalia uwekezaji wa kina Zamalek ya kina Al Ahly na Pyramid. Lakini wale Al-Masry wanabishana nao yani zile timu. Kwa hiyo mimi sitaki sana kuwashauri watu waingie na matokeo mfukoni. Yaani Simba ana karata ngumu sana kwa Al-Masry. Kwa sababu na Al-Masry naye anaona katika wale giant wanne walioongoza makundi yao. Simba kwake ndio anaona kama ndio walikuwa na afadhali. Yaani katika wale majanti walioongoza makundi kulikuwa na Simba, kulikuwa na USM Alger, kulikuwa na Zamalek. Yaani yeye alikuwa anaona kabisa katika hao wanne bora Simba. Yaani Simba ndio ninaweza nikamudu. Kwa hiyo hata wao nao wanajua kabisa kwamba njia tuliyopata pia nayo sio ukilinganisha na kina Berkane, bora huu Simba tunaweza tukamzima. Lakini mimi hamna sehemu ambapo nalipa wasiwasi Simba. Maeneo mawili. Simba analipa wasiwasi sana katika utumiaji wa nafasi zao. Hasa kwa washambuliaji wa kati. Lakini eneo lingine Simba anakwenda katika mchezo akiwa na mabeki wawili tu wakati. Yaani wale mabeki asilia wakati. Mabeki wawili tu. Abraza Kiamza na Shamwa Karabwa. Only ndo amesafiri nao kwenda Cairo. Na ukiangalia katika kikosi cha Simba yani katika wale wachezaji ambao wako pale sioni kama kuna mchezaji kiraka. Let's say kwa mfano kama kuna kipindi kulikuwa na Erasto Nyone, yani anaweza akacheza namba 3 katika ubora huo, anaweza akatumika katikati. Yani ukiangalia hao walikuwepo sasa hivi. Ikitokea kwa bahati mbaya, hatuombei itokee, lakini ikitokea kwa bahati mbaya red card au mchezaji ameumia, Sina Kapombe. Ambaye angalau ambaye Kapombe mostly iko mentality yake ni ushambuliaji zaidi. Yaani kama unafuatilia Kapombe
ni aina defender ambaye, na ndio maana hata kuna kipindi Simba yule kocha alikuwa Reshantre alimtumia kama namba 8 na kuna kipindi akamtumia kama namba 10. Yaani Kapombe ni mtu ambaye ana nani ya kushambulia zaidi kuliko kuzuia. Umeona, ukiangalia Fabrice Ngoma ni pasa mzuri lakini sio mkabaji mzuri. Nilimuona kuna mechi moja niliona kocha alimtumia Kagoma. Mechi moja kocha alifanya sababu nyingi afu Kagoma akajikuta yeye ndo anacheza beki wa kati. Maybe nafikiri ilikuwa ligi kama sikosei. Kwa nafikiri na alishaanza kukiona hicho kitu ambacho unakiona wewe. Na lakini sasa ndio kumbe watatu tu mabeki halisi. Juzi Chemalon ndo watatu. Yaani mabeki Simba na mabeki 4 tu wakati msimu, yani msimu mzima. Pamoja na kazi au? Na pamoja na kazi. Kazi hajasafiri na timu. Juzi mwalimu alijaribu kumtumia Duchu. Aliwapanga Duchu pamoja na kazi. Ambao combination ilikuwa ovyo mpaka baadaye mwalimu ibidi amuingize Karabua. Alafu Duchu akampeleka pembeni kulia. Okay. Sawa. Kesho tuna mashemeji dabi. Hatimaye imekuja imekuja, naona imekaa katika, huwezi jua bwana, jioni leo soka la Kenya linapita kama vile linakuja sasa. Ndio nimeona mna discuss kwenye makundi kule kwamba Jabiri anasema haieleweki, na Jabiri na Chazi walikuwa bishana kwamba havieleweki, lakini Chara kana mbishia Jabiri kwamba soka la Kenya bado. Jabiri anasema wanakuja kesho dabi inafanyika. Kesho dabi inachezwa. FC Leopards anacheza na Gor Mahia. Hiyo saa ngapi? Saa 10. Bonge moja la mechi. Bonge moja la mechi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Haina kipengele. Kuna wachezaji pale naona kama kuna watu baadhi wanaanza kuwinda kati ya FC Leopards ama Gor Mahia ili wasajiliwe, au hamjaona katika mitandao ya kijamii? Ni wa polisi. Mchezaji anawindwa Tanzania sasa hivi ni ule wa polisi. Ni wa polisi? Mohamed Bajabel yule. Ndio yule amekuwa gumzo sasa. Yuko national team? Yuko national team. Alicheza niliona kwa alicheza kiungo. Alicheza kiungo. Mshambuliaji. Zile taarifa ni kweli? Vyanzo vya Kenya vimeripoti hivyo. Sasa unajua wao ndio wako karibu zaidi na klabu yake na mchezaji kuliko hata sisi. Mara nyingi vyanzo vinavyotoka kule eneo la tukio inakuwa na asilimia fulani mkubwa zaidi wa kweli. Hamna mimi naona kama vile Gor Mahia hamna kwamba anashinda anapoteza anashinda. Mimi mwenyewe nampa nafasi Gor Mahia. Abel mimi naika Ngoma draw. Judith mimi 50-50. Yani kama nani sasa? Wewe ni kama Chazabe. Mimi ni tofauti. Wewe tofauti. Wapi tofauti gani? FC Leopards au Gor Mahia? Si kwa sababu nikisema tofauti maana yake si ndio peke yake ambaye hajapewa. Wewe Gor Mahia 50-50. Na wewe? Mimi kwangu nampa FC. Umebalance mzani au kuna penzi yangu tu. Kuna story moja ile ya ni kipa wa Kenya, nimeona kuna kipa mmoja wa Kenya ametumiwa, nimeona hapa kwenye gazeti ametumiwa kwa anachunguzwa kwa kupanga matokeo. Upangaji wa matokeo. Siku 90. 90. Kisha uchunguzi. Jamani, tumefikia tamati ya kurasa za mwisho kwa siku ya leo, lakini na uwiwa kucheza tena ile makala ya Ramadhani. Kumekuwa na matukio mengi mazuri ya Ramadhani ambayo tunaelekea Eid, na pia kipindi hiki ni cha kuelekea kula ubwabwa. Ukija lazima tuule. Kati hizi yani kwanza Jumatatu, Jumanne, Jumatano hivi tutakula tu ubwabwa. Afu kama vile weekend ndefu hivi. Haya, tupate hiyo makala na tumehitimisha kwa siku ya leo. Tukutane jioni katika mchezo wa Yanga na Songea ambao unachezwa KMC hapo baadaye, na tuombe Mungu pia mvua hapa Dar es Salaam iweze kupungua taratibu. Au unasemaje? Tuende uwanjani. Ili tuende uwanjani. Tuende uwanjani. Lazima mechi ichezwe kwa mvua ipungue kidogo. Tutakuja wiki ijayo pia na kocha. Tulisema kwamba kocha wa masaa 16 alipatia. Ulifeli. Sisi sema masaa 24.
Yaani ndani ya masaa 24 kwa sababu 16 iko ndani ya 24. Tulipunguza masaa. Haya jamani, asante sana kwa siku ya leo, tukutane wakati mwingine.